mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa niaba ya viongozi wa chama ili apate nafasi ya kusema neno, na baada ya hapo tamkaribisha kiongozi anayefuata kwa ajili ya kukamilisha utaratibu wa chama na serikali. Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Ndugu Martin Katua, fiwa, watoto, ndugu familia, ndugu wote, ndugu viongozi, ndugu kaimu mkuu wa mkoa, viongozi wa chama, wenyeviti wa chama na waombolezaji wote mliopo hapa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimesimama hapa kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza, lakini pia kwa niaba yangu mimi na familia yangu, lakini pia ninazo salamu kutoka kwa mwenyekiti wetu taifa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye naye wakati nakuja nimewasiliana naye na amenipa nifikishe salamu kwa familia, ndugu na jamaa na wote mlioguswa na msiba huu. Ndugu waombolezaji, kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi tumepokea kwa masikitiko makubwa sana msiba wa mama yetu Juliet Martin Katua, ambao wengi tulizoea kumuita Mama Katua. Kwa kweli mama huyu alikuwa ni mshirika mzuri kwetu kwenye Chama cha Mapinduzi. Kwenye shughuli zetu tulikuwa tukimtumia. Kwa kweli tumepata huzuni kubwa kwa kuondokewa na mama huyu, ambaye kwa kweli alikuwa ni mshauri mzuri kwenye shughuli hata mnapofanya. Lakini kwa niaba ya familia yangu pia tumepokea kwa masikitiko makubwa sana msiba huu. Taarifa za msiba huu mimi nimezipata kutoka kwa mke wangu, sababu mama huyu alikuwa tayari ameshakuwa mwanafamilia. Kuna shughuli yetu wakati tunamwozesha binti yetu Salome, mama huyu alitufanyia kazi kubwa sana na alitushauri vizuri sana. Na mimi kwa mambo mazuri na makubwa aliyokuwa akiyafanya huyu mama, mtu yoyote ambaye angepewa muda kusimama hapa angeongea hata kutwa nzima, sidhani kama angemaliza kuongea wema na mazuri ambayo mama huyu alikuwa akiyafanya. Sisi tulipata sherehe ya harusi, mama huyu alitushauri vizuri sherehe yetu alitaka iwe namna gani, na kweli alifanya kazi nzuri. Tulipata wageni kutoka sehemu mbalimbali mikoani na nchi zingine walifika kwenye shughuli hiyo, lakini kila mmoja aliyefika alikuwa akijiuliza nani ambaye amepamba. Kwa kweli shughuli yake ilikuwa ni nzuri. Tumepokea kwa masikitiko makubwa na msiba wa mpendwa wetu Juliet. Lakini kwa niaba pia ya salamu ambazo nimezipokea wakati nakuja huku, mwenyekiti wetu taifa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amenituma ndugu Martin Katua na familia yako, pokeeni salamu nyingi sana kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Anawapa pole sana, lakini anawapa pole wana Mwanza na wana kanda ya Ziwa. Anatambua mama huyu alivyokuwa akifanya kazi kubwa kwenye kanda yetu ya Ziwa. Kwa hiyo ameniambia mpokee pole hizi, mmeondokewa na mtu ambaye mlikuwa mkimtegemea kwenye sekta yake ya upambaji. Kwa hiyo naomba wote ndugu zangu mpokee salamu hizi ambazo zimetoka kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi taifa. Ndugu zangu, msiba sote tunatambua ni kitu kigumu. Familia inajua sasa hivi, na wote ambao tumeshawahi kupitia kwenye vitu kama hivi, na imani majonzi mlionayo ni makubwa. Lakini kazi yetu kubwa sisi ni kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu, basi awape subira wakati hii mgumu wa kipindi hiki cha majonzi. Lakini ndugu zangu, hii ni safari yetu kwa kila mmoja. Safari hii haikwepeki. Kila mmoja ana siku yake na wakati wake. Na wote tukienda kwenye makanisa, kwenye misikiti, tunahubiriwa kwamba tunatafuta uzima wa milele, tuende mbinguni ambako ni kuzuri zaidi. Lakini ukiambiwa kwamba nani anapenda kwenda mbinguni, hakuna anayejitokeza, japo tunapafahamu.
Hatujitokezi kwa sababu njia ya kwenda mbinguni ni lazima upate mauti, kama mama yetu Juliet ambaye yuko hapa amepitia hiyo njia. Kwa hiyo kwa niaba ya yote hayo, naomba niwape pole sana wote na wengine wote mlioguswa na msiba huu. Lakini kipekee kabisa naomba nitumie nafasi hii kupitia msiba huu kuwaomba ndugu zangu, wananchi wote, vyama vya siasa, wanadini, wasio na dini, sote kwa pamoja tujitahidi sana kutunza amani yetu. Amani ndio kila kitu. Amani ni neno lenye herufi takribani 4, lakini lina maana kubwa sana. Sisi nchi yetu Tanzania imekuwa ni kisiwa cha amani. Kwa hiyo tudumishe amani tulioachiwa na mzee wetu hayati Mwalimu Nyerere. Na bahati nzuri viongozi wote ambao wameongoza taifa hili wamekuwa ni vinara wa kuhubiri amani, ikiwemo na Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa sasa hivi, amekuwa ni kinara wa kuhubiri amani. Lakini si hivyo tu, amekuwa ni mtu wa kutafuta suluhu kama lilivyo jina lake. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu wote, kwa pamoja tutunze hii amani tulionayo, ambayo tumeienzi kutoka kwa viongozi wa taifa letu tangia tunalianza. Baada ya kusema hayo, naomba niseme Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Na lambi ya kwetu nimeshaituma kwenye akaunti ambayo nilielekezwa kwenye utaratibu. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana kwa nafasi hii.